Kwenye upambanuzi wa mwili wa Kristo uko katika maeneo matatu. Yesu aliyekuja kanyama na damu, akaishi kama mwanadamu. Walikuwa wanamuita Yesu wa Nazareti. Baadaye huyo Yesu akaja akafa, akafufuka kutoka kwa wafu. Alikuwa ni Yesu mwingine kwa sababu alipata tayari ushindi. Aliingia kaburini, siku ya tatu akafufuka. Lakini akapaa kwenda mbinguni. Akasema nitarudi. Aliposema nitarudi, akasema nitarudi ili niweze kuwapa uweza kupitia Roho Mtakatifu. Ndio akarudi ile siku ya Pentekoste, miali ya moto. Ndipo walipoingia wanafunzi wakapata uweza. Sasa wakati tunaongea haya mambo, ikiwa ujue kwamba tunaongea habari ya uwezo, unatakiwa umwelewe Kristo. Mwelewe Yesu unayemwabudu ni nani. Anasema utaijua kweli nayo kweli itakuweka huru. Yesu wa Nazareti sio Yesu ambaye alikuwa ana uweza wa kukupa wewe uweza, mpaka alipokuwa Yesu wa utukufu. Yule aliyesema ingieni ndani yangu, yule aliyeongea katika Matendo. Hebu nisomee Matendo 17:28. Maneno matakatifu ya Mungu yanasema, kwa maana ndani yake yeye tunaishi, tunakwenda na kuwa na uhai wetu, kama vile mmoja wenu mtunga mashairi alivyosema, maana sisi sote tu wazao wake. Ndani yake tunaishi, ndani yake tunatembea na kuwa na uhai wetu. Huyo ni Yesu wa utukufu. Ni Yesu yule aliyekuja baada ya nini? Baada ya kufufuka, aliyekuja ile siku ya Pentekoste, ambaye anasema ndani yake una uwezo wa kutembea, kuishi, kuwa na uhai wako. Sio Yesu wa Nazareti. Wala sio Yesu yule aliyekuwa kaburini. Yesu aliyekuja ukavikwa uweza. Kwa maana akasema ndani yangu, ndani yake wewe utatembea, utaishi, utakuwa na uhai. Sasa kama angekuwa ni labda nikuulize swali, angekuwa katika nyama na damu kama sisi, unaingiaje ndani yake? Lazima ujiulize swali. Akiwa katika nyama na damu kama sisi, yule Yesu wa Nazareti, wewe unaweza kuingia ndani yake? Unaweza ukaishi ndani yake? Unaweza ukatembea na ukawa na uhai wako? Uwezi. Na maana ni alishakuwa na utukufu. Alikuja kwa utukufu, kwa hiyo akatubatiza. Ile miali ya moto alikuwa ni yeye mwenyewe, ni Roho Mtakatifu kujibadilisha, nafsi ya tatu ya Mungu. Kwa hiyo alikuja akatuatamia. Kwa hiyo tukawa ndani yake, na ndani yake ndio tukavikwa huo uwezo wa kutembea, wa kuishi, wa kuwa pamoja naye. Amina.